hii miili yetu, hii ndio inayopaswa kuwa ibada ya kwanza kumtukuza nani? Mungu katika usafi wake na utakatifu wake. Kwa hiyo kwa kuiharibu na kujifanyia utakavyo mwili, ibada inakufa. Sisi nimesemaje? Mimi naomba mnisikize kwa uzuri sana leo. Vizuri mnisikilize ili muone kanisa la vituka linaweza kutakaswa kwa namna gani. Yaani mawazo na mambo unavyoyafanya na vile mwili unavyoutendea, vitu unavyopaka au mambo unayoyatenda, ndiyo ibada inaanzia hapo. Ndiyo maana amesema inakuwa ni dhabihu iliyo takatifu tena ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu miili inatakiwa ianze kumpendeza Mungu. Kwa sababu chochote ambacho mwili utafanya inaandikwa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Chochote ambacho mwili utafanya inaandikwa. Kwenye Mhubiri sura ile ya 12, Mhubiri sura ya 12 ndio maneno haya yamezungumzwa hapo. Mhubiri sura ya 12 na ule mstari wa 13 na 14. Baada ya kuwa maandiko yameandikwa miaka mingi iliyopita na mafundisho yanatolewa, Biblia inasema hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Yaani umeshasikia. Nani ambaye hakuwahi kusikia amri 10 za Mungu anyoshe mkono? Bwana sifiwe. Nani ambaye hakuwahi kusikia habari kuhusu Sabato na utunzaji wake? Mikono juu. Sasa maandiko yanasema tulishasikia. Na kama tulishasikia, Biblia inasema hivi: mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya, yale ambayo tayari mwili ulishasikia. Kwa hiyo ili mwili uweze kuwa na ibada timilifu kwa Mungu, lazima mwili uitii neno ambalo huu mwili ulishasikia. Wanaonisikia nishe mkono. Wanaonisikia, wanaonielewa. Tunaelewana. Kwa hiyo mwili huu, sawa, unaendeshwa na kile ambacho ilishasikia. Alafu katika hali usikia, mwili unalazimishwa na nia ya moyo kutii ambacho imekwisha kusikia. Unajua tatizo hii miili, mtu anaamua tu kutembea anaenda hivi, yani hata afikiria kwamba kuna kitu ambacho mwili unatakiwa ukifanye na ni uamrishe mwili ufanye. Unajua mwili unaamrishwa, hauwezi ukaufuata mwili, utakupoteza. Mwili unaamrishwa na roho, fanya Mungu anavyotaka kufanya. Bwana sifiwe. Hapo unaona kama nenda sisi kisayansi lakini nataka nieleweke hivi. Yaani mwili unaambiwa na roho, fanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. Mwili unaamrishwa. Na kwa hiyo kuna wale wafuatao mwili wanapoteza neema ya Kristo, kwa sababu anaufanya mwili kuitii sauti ya Mungu. Lakini unataka sauti ya Mungu, mwili ndio utii, unaambiwa cha kufanya. Sasa unajua katika haya mambo kuna baadhi ya vitu ambavyo naweza nikavitaja vichache katika mwili ambavyo vinasumbua hata tusifikie kiwango cha Kristo. Vinasumbua sana mwilini. Vinasumbua. Hebu tuangalie katika kitabu cha Mithali sura ya 27 na ule mstari wa 20. Mithali sura ya 27 na ule mstari wa 20. Mithali sura ya 27 na ule mstari wa 20. Biblia inasema: kuzimu na uharibifu havishibi, wala macho ya wanadamu hayashibi. Jambo gani hilo? Kitu gani hicho? Macho. Macho ni tatizo
la kuamrisha mwili kutenda dhambi. Alafu katika kitabu kile cha Petro wa pili sura ile ya pili mstari wa 14. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 14. Haya, tunataka kusoma pale. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 14. Biblia inasema, anasema hivi, mtu kiweza kupata unasoma tu, lakini mstari wa 14 hapa inasema, wenye macho yajayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa roho zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani, wanalaana. Kitu gani jamani? Macho yanalazimisha mwili kutenda nini? Dhambi. Na kwa hiyo kanisa linachafuka kuanzia hapo. Unajua kuna mtu mmoja anaye kuchora katuni kwenye baisikeli ambaye anaonyesha kwamba anaendesha baisikeli, yuko na mwenzake nyuma, alafu akamwona mdada mzuri ambaye Mungu amemjalia kumuumba, akageuka kumwangalia yule mdada huko anaendesha baisikeli, macho. Alafu baisikeli kaingia kwenye mtalo, wote wakaumia. Macho. Kuna watu wanaotazama kiuzinzi, tunajua huyu ni mzinzi. Biblia imesema macho yanaharibu mwili, alafu inalazimisha mwili kutenda nini? Dhambi. Na kwa hiyo kama mwili utatenda dhambi, kanisa linaharibika. Alafu katika kile kitabu kile cha kuhusu macho, Yohana wa kwanza sura ya pili, Yohana wa kwanza sura ya pili, utasikia kitu kingine. Yohana wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 15, Biblia inasema hivi, katika mstari wa 15, msiipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, humpenda Baba hakuna ndani yake. Hakumo ndani yake. Tusidanganye hapa. Sikia niwaambie jinsi ambavyo moyo, nitausema baadaye, moyo unavyo haribu mwili. Biblia inasema usipende dunia na mambo yaliyomo humo, maana ukipenda mambo yaliyoko humo, kumpenda Mungu kunakuwa hakupo. Sikia nikwambie, unajua ukijizoesha kupenda vitu vya duniani, hamu ya mambo matakatifu inapotea. Yaani mngekuwa watoto ningewaambia mrudie kusema. Yaani unapopenda mpira, unapopenda disco, unapopenda kigodoro, kangamoko, unapopenda vitu vya namna hiyo, unapenda movies za vita, unapenda movies za kichawi, wewe unapopenda vitu vya namna hiyo, vinafuta neema ya Mungu katika mwili wako. Na kwa hiyo hata ukija hekaluni unakuja ukiwa mchafu mpaka vitu hivyo vifutike. Na unafutaji na vimeganda. Unajua macho yanaona, alafu yanapeleka taarifa katika ubongo, na ikifika katika ubongo vinaganda, alafu vinaota. Kwa hiyo unakuta kila siku mtu unakuwa na hamu ya kupenda vitu viovu na masuala ya kanisani mpaka ulazimishwe. Macho. Hebu tuangalie Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 8, uangalie habari ya sikio. Biblia inasema hivi, mambo yote yamejaa uchovu usioneneka, jicho halishibi kuona wala sikio halikinai kusikia. Sasa inategemea, kwa sababu kama ndio viungo hivi viwili vina tabia hiyo, havichoki kuangalia wala havichoki kufanyaje? Kusikia. Sasa je, masikio unayaelekeza wapi na macho unayaelekeza wapi ili mwili uwe salama katika ibada? Ili mwili uwe salama katika ibada, na unaposoma kile kitabu cha Mithali sura ya 17, Mithali sura ya 17
na ule mstari wa 4, Biblia inasema hivi: mtenda mabaya husikiliza midomo ya uovu. Sasa unaona athari ya kuruhusu kitu kibaya ukisikilize. Hey, wapenzi, unanipata? Unaporuhusu mwili usikilize kitu kibaya, kinamfanya mtu kubadili tabia. Anasema kwamba hivi: mtenda mabaya husikiliza midomo ya uovu, na mwongo hutega sikio lake kusikiliza ulimi wa madhara. Uharibifu wa kanisa kwa ibada isiyokuwa ya maana. Yaani ni kwamba unajua, wakati naangalia mafungu, hata mwenyewe nilikuwa kama najihukumu vile mafungu haya. Hata mimi najihukumu sana, kwa sababu tumeongea mangapi katika jamii, alafu tumetoresha wangapi katika ndimi zetu. Na kwa hiyo sasa unakuta kwamba unaporuhusu mtenda mabaya siku zote wazo lake ni kufanya ubaya. Na ndio maana anasema kwamba hivi, wenye husikiliza midomo ya uovu. Kwa hiyo haki ya Mungu inapohubiriwa, wao hawana amani kuketi katika haki ya nani? Ya Mungu. Ila maneno yasiyokuwa ya maana inapoongelewa ndio utega sikio kwa makini sana. Maandiko matakatifu yanasema. Sasa wewe angalia hapo, ndio hapo ninapohubiri hapa kuongea na tamani kutoka, lakini inapokuwepo umbea fulani wanatega sikio kwa uzuri, kwa sababu ya ubaya alionao alioruhusu kuusikia. Na mwongo utega sikio lake kusikiliza ulimi wa madhara. Watu wanapanga, wananong'ona, wanazungumza. Hebu tuangalie kile kitabu cha Wakorinto. Anaongea maneno magumu sana pale. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 33. Tunataja taratibu, kila mtu anataka kuangalia hilo fungu aliangalie. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na mstari wa 33. Biblia ina maneno yaliyoandikwa matakatifu kabisa hapa. Anasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hivi unajua, kwa mfano kama hivi, nasema hivi, leo unaenda kwenye kwaya? Kwenye kwaya mimi leo siendi. Kwa nini? Una wanafiki balaa, wanafiki kibao huko, wanafiki baba. Sasa mazungumzo hayo yatafanya kulibomoa kanisa, kwa sababu huyo unayemwambia ataasi. Na napokuwa naasi, kanisa halina huduma ya pekee kama chombo kitakatifu, kwa sababu ya uasi unaotokana na kinywa, mazungumzo. Unajua hata wale wa vijana wanaopenda kuzungumzia masuala ya ngono, inawafikirisha kwenda kutenda mazungumzo mabaya. Na kule mwanzo tumesema kwamba ulimi muovu kuusikiliza dhambi. Sijui inapatikana au sipatikani katika masikio yenu. Yaani kwamba hivi, tukiketi kama kanisa hapa ukaanza kuzungumzia madhaifu ya kanisa, unasababisha mmoja kuasi ama kugoma kulifanyia kazi kanisa kwa sababu ya mazungumzo mabaya. Sasa nataka niendelee kidogo. Mstari wa 34 anasema, vitumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Bwana asifiwe. Huyo unayeongea naye Mungu hamjui, unakaa naye nini kuongea? Anakuharibu tabia, na matokeo yake unaweza ukagoma hata kufanya kazi yote. Unajua wakati mwingine unashangaa mtu, mimi mwaka usiimbi, mwaka usisikie mwaka usiimbi, mwaka usiimbi. Imetokana na mazungumzo mabaya. Na anaweza sio sababu watu wamekaa kikundi, wameongea, wamelichafua kanisa, anaamua kufanya moyo usiende huko. Na wakati mwingine kuna wakati wa uchaguzi wa utendakazi, anamuulizia mwenzake, wewe umechagua nini? Bwana, umenipa dala fulani, yani siwezi, sitaki hata kuifanya. Basi mimi nakataa. Yani mazungumzo mabaya yanaharibu tabia ya uadilifu mbele za Mungu. Komaa mwenyewe na Mungu, acha kusikia masikio ya uovu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa unajua wakati mwingine unaweza kuongea vitu kama hivi, mimi mwenyewe najitonesha
na pia nawenda na watonesha na watu pia. Lakini ndivyo neno la Mungu likataa upanga kuwili kuwili. Katika kile kitabu kile cha Mithali sura ya 18 mstari wa 21, nataka tuangalie pia na vinywa kwa ufupi sana. Kinywa, habari ya kinywa kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 18 mstari wa 21. Tunaangalia tena katika eneo lingine la habari ya kanisa kuharibu ibada kwa sababu ya watu waliokuwa ndani yake ambao hawajaitoa miili yao kuwa dhabihu tena iliyo hai. Sura ya 18 na ule mstari wa 21. Biblia ina maneno mazuri, yanasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Nimesemaje? Huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Yaani kwa ulimi unaweza ukaua ama ukabariki ama ukaumiza ama ukalibomoa kanisa kwa ulimi. Na kwa hiyo kwamba ibada yetu inakuwa haina maana kwa sababu mwili tayari umeanza kuchafuka. Wapenzi wa vituka, naomba tumsikilize Mungu, usisikilize ndimi za uovu. Biblia inasemaje? Imbeni. Biblia inasema fanyeni ibada na mimi nitakuwa kati yenu. Biblia inasema fanyeni kazi ya injili kanisani. Biblia inasisitiza habari ya kutekeleza utume wa Kristo. Usisikilize ndimi za uovu, ndipo kanisa litajengwa fema kabisa. Na katika hilo nataka usisitize kwamba hivi, katika ulimi umefanya hata urafiki unakuwa haupo. Mtu aweza kakaa karibu na mtu kusali naye au kumtawaza miguu wakati wa ibada, maana ashakuwa na bifu naye. Na hiyo bifu imetokana na nini? Ulimi tu, amna kitu kingine. Sasa katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 12, Zaburi sura ya 12, kuna kitu kingine tena pale. Zaburi sura ya 12 na ule mstari wa 2, wa 3 na wa 4. 12 mstari wa 2, wa 3 na wa 4. Biblia inasema hivi: husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe. Hicho ni kitu gani hicho? Ni kitu gani hicho? Hiyo ni tabia gani? Ya usengenyaji, si ndio jamani? Husemezana. Na watu kwenye usengenyaji wanasikia vizuri kuliko hata kwenye ubiri. Kuchafuka ibada takatifu ya Mungu ndani ya hekalu lake. Unajua tukikaa hivi tunapaswa tukae tuonekane wote tumetakaswa mbele ya nani? Ya Kristo. Ndio kusudi la msalaba. Ndio kusudi nini? La msalaba. Anasema hivi: husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzie, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Kuna watu wana viburi hapa, mimi ndiye ninayejua kuliko wote. Sio, kuna hatari moja, ngoja niweze kusoma. Anasema hivi: kwa ajili waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, na nani aliye Bwana juu yetu? Kuna watu ambao wanafika mahali hakuna linalomshinda, iwe ni hoja, iwe ni utaratibu, iwe ni neno kuhubiri, yani hakuna linalomshinda. Na kwa hiyo kwa kinywa chake anatamka kwa kiburi. Mungu anasema nitaikata midomo. Sasa Mungu wakati mwingine akakata kwa wema au kwa ubaya. Anaweza akaikata midomo kaacha kuyaongea hayo ili utafute neema kwa nani? Kwa Kristo. Au anaweza akaikata akafanya vinginevyo usiwepo tena katika hekalu la Mungu, maana unaharibu. Kwa hiyo katika vinywa vyetu tunaweza kuwa ni mshindi katika jambo fulani,